Yes, hii ndio ile hatua ambayo kila mtu anatakiwa kushinda mechi zake, kwa sababu Young Africans wanafanya hivyo kwa kutengeneza mazingira bora kwa upande wao kama timu kuendelea kusaka taji lao la 5 mfululizo la NBC Premier League. Mchambuzi wa soka Tanzania George Abangile mara baada ya mchezo wa Young Africans dhidi ya Coastal Union kutamatika pale KMC Complex jijini Dar es Salaam, wananchi wakiibuka na ushindi wa 1-0 mbele ya wagosi wa Kaya, akaamua kupita katika kile ambacho anakiamini. Kwa nini Young Africans kwa siku ya leo wamepata 1-0? Kwa nini performance haikuwa katika level ile ambayo watu wengi walikuwa wakitarajia, ili hali kila mtu anafahamu kwamba mbele yao Young Africans kuna mchezo mgumu dhidi ya Azam Football Club pale Azam Complex. Sasa jambo lingine anasema Young Africans walianza mchezo vizuri sana kwa kufanya kila kitu kwa usahihi pale wanapokuwa na mpira na wasipokuwa na mpira. Kivipi? Wakati wanaanza build up wanakuwa na muundo mzuri wa 4-3-4, wanakuwa na muundo mzuri wa 2-3-4-1. Unawapa walinzi wao machaguo ya kupasia mipira. Dickson Job na Bakari Nondo Mwamnyeto wanakuwa nyuma, then FBS wanakuwa mstari moja, Aucho na Duke Abuya. Hapa Young Africans wanapata msingi sahihi ya kufika kwenye eneo la mwisho kupitia katikati na pembeni ya uwanja. Rahisi kuishinda passing ya Coastal Union ambayo haikuwa na idadi nzuri ya wachezaji wakati wanaweka pressure. Kwa sababu Coastal Union hawakuweka pressure vizuri kwenye mipira na positioning ya wachezaji wa Young Africans ilikuwa nzuri mno. Hapo ikawa rahisi kwa Young Africans kufika eneo la mwisho. Baada ya hapo ni Young Africans kuwa wafanisi mbele ya goli. Unatumiaje nafasi kumaliza game? Max na Pacome waliuliza maswali magumu kwa walinzi wa Coastal Union. Walibadilishana nafasi kutokana na wapi mpira ulipo, nafasi zilikuwepo hasa kwenye zile space, half spaces. Na ndio maana pamoja na Coastal Union kuzuia wakiwa chini muda mwingi, lakini Young Africans waliwafungua kirahisi kwa sababu wachezaji wao walikuwa mara nyingi wanachelewa kufika kwenye eneo la tukio. Nafikiri Coastal Union walijua kabisa waweze kupishana Young Africans kutokana na ubora wa wapinzani wao, na wakaamua kuchagua vita yao ya kuzuia wakiwa chini na kuweka mtego kwenye kushambulia kwa kushtukiza. Lakini kuna nyakati wakivuka kwenye mstari, wakati wanachotegemea ni ubora wa mchezaji mmoja mmoja kufanya jambo kubwa. Goalkeeper Coastal Union amefanya save nyingi nzuri ambazo zimepunguza idadi ya magoli kwenye lango la Coastal Union, pamoja na kwamba watu wengi wanatupa lawama kwake kwa sababu ya poor positioning ya bao ambalo amelifunga Pacome Zouzoua. Alitoka pasipokuwa na malengo kwamba ana uhakika wa kucheza ule mpira. Max na Pacome Zouzoua wamecheza game nzuri sana, rotation na nafasi positioning zao zilikuwa ni sahihi zaidi. Lawi kacheza vizuri sana kwenye kiungo. Nimependa sana ile energy ya Maabad Maulid ambayo ameonyesha akiwa anacheza dhidi ya Young Africans. Pacome Zouzoua anafunga bao lake la 8 NBC, anakupa magoli na kufanya vitu vingine vitokee uwanjani kwa dribbling na positioning yake. Hatimaye Young Africans sasa wamefikisha gap la alama 7 mbele ya Simba Sports Club ambao wanashika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi Tanzania bara wakiwa wana viporo viwili. Simba Sports Club alama moja ikisalia pale. Young Africans wanacho kibarua kigumu dhidi ya Azam Football Club kwenye uwanja wa Azam Complex, na baada ya hapo safari ya kuendelea kupigania taji lao kwa mara nyingine tena itaendelea.